miongoni mwa mambo ambayo yaonyesha ubora na utukufu wa dini hii ya Uislamu ni sheria zake ni nyepesi kutekelezeka. Dini ya Uislamu katika misingi yake mikubwa, katika zile usul ad-din, katika zile khasais ad-din, katika zile mumayizat ad-din, dini hii ya Uislamu imejengwa ala at-taysir wa rafu al-haraj. Dini hii ya Uislamu imejengwa katika wepesi wa utekelezaji. Sheria zake ni nyepesi kuzifahamu, sheria zake ni nyepesi kutekeleza. Wa maadalika, pamoja na hilo, wapo watu ambao mawakala wa sheitani, mawakala wa ibilisi katika dunia hii, wakawa wanasambaza propaganda, wanasambaza maneno ya uongo kuhusiana na sheria hii al-Allah, sheria hii ya Kiislamu na mafundisho ya Uislamu, kwamba ni mafundisho yasiyotekelezeka, ni mafundisho magumu. Yani mtu akishika Uislamu, kuna mambo mengi ambayo yanakuhusu katika dunia yake yanapita. Fikra hii chafu, mawazo haya ya sheitani ambayo yameingizwa katika nyoyo za wale watu ambao ni mawakala wa sheitani, wakawa wanafanya hima na wanafanya bidii katika kusambaza fikra hii iliyokuwa chafu. Wamalaza kishadidi, kwa masikitiko makubwa sasa, watu wale Waislamu ambao ni wafao imani, Waislamu ambao imani yao ni dhaifu, na hii kutokana na ujinga waliokuwa nao, wakaingizwa katika fikra hii. Leo kuna Muislamu anaamini mafundisho ya Uislamu ni magumu, yani haiwezekani Muislamu ukaufuata Uislamu sawasawa. Ukiufuata Uislamu sawasawa, kuna mambo mengine yatakupita. Uislamu ni mgumu, wakawa watu wanaelezana maneno kama haya. Hadha kalam shaitania, haya ni maneno ya kishaitani, na maneno haya anayasema mtu ambaye jahilun murakkab, mtu ambaye ni mjinga asiyefahamu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, dini ya Uislamu imejengwa katika wepesi, katika kujifunza, katika kufanya kazi, na wala haimchoshi wala haimtii katika dini, na hayo ameyathibitisha Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ambaye yeye ndiye ambaye amechagua mafundisho haya ya Uislamu kuwa ni mfumo wetu wa maisha katika maisha hii. Ndugu zangu Waislamu, zimekuja aya nyingi katika Qur'ani na katika Sunna na kalamu sahaba wa tabi'in wa kalamu ulama kuonyesha msingi huo wepesi katika utekelezaji wa sheria za Kiislamu. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala katika sura Al-Baqara aya ya 185, Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa anaelezea ibada ya saumu, kisha akasema yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Allah subhanahu wa ta'ala anakutakieni wepesi na wala hakutakieni uzito. Yani Allah subhanahu wa ta'ala katika hii dini yake, yeye Allah tabaraka wa ta'ala ndiyo anayetuumba, ndiyo ambaye anajua madhaifu yetu, ndiyo ambaye anajua mazuri ambayo sisi tunayopata, madhara gani ambayo pia situpate. Allah subhanahu wa ta'ala akasema yuridu Allahu bikum al-yusra, Allah subhanahu wa ta'ala anakutakieni wepesi na wala hakutakieni uzito. Al-Imam Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala, mmoja katika wanazuoni wa Uislamu, katika tafsiri yake nzuri kabisa, Fathul Qadir al-Jami'u baina fanni riwaya wal diraya fi ilm tafsir, alipokuwa anatafsiri aya akasema rahimahullah, hadha maqsad min maqasid rabbi subhanahu, yani wepesi ni makusudio miongoni mwa makusudio ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa murad min muradatihi fi jamii umuri din. Wepesi ndiyo muradi wa Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo yake yote ya dini. Yani hakuna sheria yoyote ya Kiislamu ambayo ina uzito, kila sheria muyassara, kila sheria Allah subhanahu wa ta'ala ameifanya kuwa nyepesi. Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine katika sura An-Nisa
27:28 Allah subhanahu wa ta'ala akasema, yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'if. Allah subhanahu wa ta'ala asema Allah anataka kukufanyieni wepesi. Yuridu Allahu an yukhaffifa ankum, Allah anataka kukupunguzieni, kukufanyieni takhfif. Wa khuliqa al-insanu dha'ifa, wa hakika mwanadamu ameumbwa kuwa dhaifu, yani mwanadamu hawezi kubebesha mzigo asiwezi. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, Allah subhanahu wa ta'ala haikalifishi nafsi isipokuwa kile ambacho nafsi hiyo inaweza. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala katika aya ya 6 ya sura Al-Maida, baada ya kuelezea kuhusiana na masala ya tahara, masala ya udhu, masala ya ghusl, kuoga, mambo ya mustayamam, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, ma yuridu Allahu an yaj'ala alaykum min harajin walakin yurid an yutahhirakum wa yutimma ni'matahu alaykum la'allakum tashkurun. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, na Allah ma yuridu an yaj'ala alaykum min harajin, Allah subhanahu wa ta'ala hataki kuingizeni katika matatizo. Yani ukiambiwa ukitaka kufanya jima'i na mkeo uende ukaoge, ukitaka kuswali nenda kachukue udhu, asiye mtu akahisi kwamba ni mateso. Kwa nini tunaambiwa tutoke pamoja naye tufanye jima'i na wake zetu kisha tuambiwa tukaoge? Kwa nini tuishi hivi msioge? Au kwa nini tunawape? Allah subhanahu wa ta'ala asema anafanya hivyo Allah tabaraka wa ta'ala si kuingizeni katika matatizo, wala yuridu an yutahhirakum. Allah subhanahu wa ta'ala anataka kutakaseni muwe katika muonekano mzuri. Ndio leo kumwona Muislamu ambaye mwenye kutekeleza ibada ya swala huwezi kumwona na matongotongo, huwezi kumwona masikio yameziba, huwezi kumwona pua zimeziba, huwezi kumwona na mikono michafu, huwezi kumwona na miguu michafu, kwa sababu kitendo cha kutawala mara 3 kwa siku itamfanya awe na wivu. Ni hiyo ndio jambo ambalo Allah subhanahu wa ta'ala analitaka kwa sisi. Wa yutimma ni'matahu alaykum, na ili Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutimiza neema zake kwa sisi, la'allakum tashkurun, ili sisi tuweze kushukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, Allah tabaraka wa ta'ala katika aya nyingine anasema, ma ja'ala alaykum min dinin haraj wa ma ja'ala alaykum min dinin haraj, fi dinin haraj. Allah subhanahu wa ta'ala hajakuwekeeni matatizo katika dini. Katika aya nyingine Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wattaqullah mastata'tum, mcheni Allah subhanahu wa ta'ala wakati ambao mnaweza. Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi mbalimbali akikazia msingi huu ambao Allah subhanahu wa ta'ala ameueleza, anasema Mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo alitaja Imam Ahmad rahimahullah ta'ala katika musnad wake, akasema, bu'ithu bisti'anifiyya sam'a, wa hakika mimi nimetumwa na dini ambayo isiyo dini ambayo ilikuwa shirki, dini ambayo kutokesha Allah, lakini kadhalika as-sam'a bimaana sahla, nimetumwa mimi na dini ambayo ni nyepesi katika kusoma, ni nyepesi katika utekelezaji. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimtuma mtu yoyote katika wale ambao wanakwenda kulingania dini, kama alivyomtuma Muadh bin Jabal pamoja na Abu Musa al-Ash'ari kwenda katika mji wa Yemen. Katika maneno akawaambia yasira wala tunassira, bashira wala tunaffira, naenda nyinyi huko kulingania dini, yasira, fanyeni wepesi katika mambo yenu, katika kufundisha watu dini, katika kuelekeza watu dini, wala tunassira, na wala msiwatie watu uzito katika kuifahamu dini, katika kuitekeleza dini, wabashira, na wabashirieni watu heri, wapeni watu ishara njema, wala tunaffira, na wala msiwakimbize watu katika kuifahamu dini na kuifanya. Kadhalika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine ambayo ameitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala, hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa arda, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna ad-dina yusrun, hakika dini ya wepesi, hakika dini ya Uislamu ni nyepesi, wala yushada ad-dina ahadun illa ghalabahu, na dini hii ya Uislamu haifanyii tashdid na kufanya ghulubu isipokuwa ikamshinda. Katika riwaya nyingine ya hii hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wala yushada ad-dinu wala yushada ad-dinu illa ghalabahu,
hii ni ngumu, kwa sababu dini hii ya Uislamu bunya ala taysir wa raf'ul haraj. Ndugu zangu katika Uislamu, ukiangalia misingi ya sheria ya Kiislamu, zipo kanuni mbalimbali ambazo wanawazuoni wa Kiislamu wamezitaja kuonyesha wepesi wa dini hii ya Uislamu. Miongoni mwa kanuni mama ambazo mtu yoyote mwenye kusoma fiqh ya Kiislamu, mwenye kusoma sheria ya Kiislamu, ni lazima kanuni hii aijue. Miongoni mwa kanuni za sheria, kanuni ambayo inasema al-mashaqqatu tajlibu taysira, kwa hakika mashaka yanaleta wepesi. Yani ikiwemo kwenye Uislamu au katika jambo lolote ambalo Muislamu anapata uzito, basi Uislamu unaweka wepesi. Wa min qawaid sharia at-taysir fi kulli amrin la ta'sir wa laysa wajibun bila qidari wala muharramun mu'aqqila. Ikitokea katika utekelezaji wa jambo la amri ndani yake kuna mashaka, kuna taabu, Uislamu unaleta wepesi. Ikitokea kuna jambo lolote la haramu ambalo Uislamu umeharamisha, lakini mtu akafikia hali ambayo anaweza akaondosha maisha yake, anaweza akafa, Uislamu unaruhusu huyo aweze kufanya tendo la haramu kwa ajili ya kuiokoa nafsi yake. Na ndio hapo wanazuoni wa Uislamu wakaita kanuni, wakasema ad-daruratu tubihu al-mahdurat, kwa hakika dharura inahalalisha vitu vya haramu. Ndugu zangu Waislamu, hizo dalili ambazo tumezitaja ni katika namna ya ujumla, lakini tukija katika wajhi tafsiri, katika namna ya kufafanua kwa undani, tutataja milango takriban 6 kwa uchache, ambayo ndani yake kuna muonekano madhahiri at-taysir wa raf'ul haraj hadha din, mionekano ya kuonyesha kwamba dini hii ya Uislamu imejengwa katika wepesi na kuondolea watu tabu. Tukianza katika mlango wa tahara, mlango wa tahara, kama nilivyosema, Allah Subhanahu wa Ta'ala ameweka tahara kwa ajili ya sisi takasi. Uislamu ni usafi, Uislamu ni mtu kuonekana haiba nzuri, Muislamu hataki kuonekana mchafu. Na ndio maana miongoni mwa masharti makubwa ya swala ni tahara, na wanazuoni wa hapa kuzungumzia ni tahara at-thawb, usafi wa nguo, wa tahara al-badan, usafi wa mwili, wa taharatu makan, na usafi wa sehemu. Na ndio maana tunaona wanazuoni vipi masharti yote ya swala wameweka katika msingi kitabu sala, lakini sharti la tahara wameipa mlango wake maalum. Yani kitabu chote hiki utakuta ndani yake, ukifungua unakutana na kitabu tahara, na kwa uchache mtu anasoma takriban milango 11 mpaka 13 iliyozungumzia masuala ya tahara. Sasa ndani ya tahara kuna sheria zimewekwa kwa lengo la kuondoshea watu taabu. Sheria ya kwanza ni sheria ya tayammum. Asili ya kutaharisha ni maji. Allah Subhanahu wa Ta'ala ametushusha maji kwa ajili ya sisi tujitaharishe, lakini inapotokea mazingira mtu maji hana au mtu anauma, haambiwi mtu aoge hivyo, hata kama akifa anakufa kwa ajili ya Allah. La, anaambiwa yeye atatayammum, hata kama atakuwa huo ugumu utadumu kwa muda wa miaka 10, ataendelea kutayammum. Kuna bwana mmoja katika zama za Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyu bwana alitumwa pamoja na wenzake katika safari vile vile vikosi vya kwenda kufanya yani kupambana na kafiri. Alipoenda kule akashikwa na janaba. Alipishwa na janaba, akawauliza wale wenzake, je, kuna ruhusa yote ya kutayammum? Wala kusema sasa hii ruhusa ya mtu ambaye ana janaba kutayammum. Yule bwana akaoga, akafariki. Alipofariki, baada ya kurudi wakamweleza Mtume sallallahu alaihi wasallam ile tukio. Mtume akasema fataluhu qatalahu Allah, watu hawa wamekumbwa wenzao na Allah. Kisha akasema ndani yake mashuhuri, innama shifa'u al-ghayb as-su'al, dawa ya kulinda ni kuuliza. Yani wakati mwingine inaweza watu wakakuua kama huyu yeye ni mtu jaji, anauliza hukumu ya Allah. Je, mtu akiona janaba baada ya akaambiwa kapewa jibu lile hilo likamfanya hapo, maana kuna mabadiliko
anaenda kutawadha, akifika kwenye miguu anafuta nywele zile soksi. Sheria hii ya masuala ya kufeni imewekwa kwa ajili ya at-taysir wa raf'ul haraj. Kadhalika mwanamke, sheria ya Kiislamu inahimiza wanawake waweke nywele zao. Mapambo ya wanawake ni nywele. Mwanamke katika Uislamu haruhusiwi kunyoa kipara. Nywele ndio mapambo yake. Sasa mwanamke huyu ana janaba au ana hedhi, anapopenda kuoga, sheria haimwambii afunue zile nywele zake. Kwa nini? Itaisiri. Ikiwa mwanamke ataambiwa kila mwanamke atenda kuoga janaba, basi afunue nywele, inakuwa ni usumbufu. Kwa sheria itamwambia yeye hakikishe kwa maji anaingia katika nywele, lakini hana wajibu wa kufunua zile nywele zake. Mwanamke ambaye ana istihaba, istihaba ni damu ambayo mwanamke isikatika kila siku na mambo yake. Huyu mwanamke sheria inamwambia akitaka kuswali tu ndio atiyeuka asafishe tu, lakini sheria inamwambia aoge. Yote haya kwa sababu gani? At-taysir wa raf'ul haraj. Mtu akiwa amefanya zina ndoa na mke wake, sheria haimwaminishi kama muda wa sala ukifika aoge. Kama ni usiku anaweza kuoga hata asubuhi kabla ya sala, lakini akioga huwa afdal wala afdal. Akioga usiku huo ni bora na inamzuri zaidi, lakini si lazima aoge usiku huo. Yote haya aina muslimuna ibadallah ni mawahidi na vionekano ya taysiri katika masuala ya mlango wa haram. Tukija katika masuala yanayohusu, lakini hapo masuala ya damu, sheria ya Kiislamu ala qawli rajih, damu ukiacha damu ile ya wanyama wanaochinjwa wale, damu inayotoka mtu tofauti na damu ya hedhi sio najisi ala qawli rajih. Yani kuonyesha wepesi wa Uislamu, damu inayotoka mtu tofauti na damu ya hedhi sio najisi. Ukisoma utakuta kipindi cha Mtume sallallahu alaihi wasallam watu bishara ya kufanya huko na swali, leo kama ni kwa damu ni najisi, basi ni kwa swali la badili. Haya ni at-taysir wa raf'ul haraj. Katika masuala ya swala, ibada ya swala, zile swala za wajibu zinahesabiwa, ziko tano na zikaekewa nyakati ambazo haziunganiki. Ukishaswali asubuhi 2 hadi saa 7 unapita masaa 7, unafanya mambo yako. Baada ya kuswali dhuhuri kuna gap pale katikati, adhuhuri, alasiri kuna gap. Zote hizi ni kuonyesha Uislamu ni wepesi katika utekelezaji wake. Kadhalika mtu hawezi kusimama, anaambiwa swali amekaa, hawezi kukaa, anaambiwa halali. Lakini kadhalika kuna watu, magrupu ya watu yameambiwa wenyewe, bwana nyinyi msiswali jamaa. Wanawake waambiwa nyinyi mna kazi nyingi za nyumbani, mwanamke kuswali jamaa si wajibu, kuswali Ijumaa si wajibu, tena kuswali nyumbani ndio bora zaidi. Limadha? At-taysir. Leo ingekuwa ni sheria na ni wajibu wanawake wote wale kwenda msikitini, ungekuwa kuna fikra kubwa. Leo hii wamekataza na wanatoka kwenda katika kazi, kufanya kazi, kwenda wapi? Angalia mabalaa ya dunia. Sasa ikiwa Muislamu sheria inazuia mwanamke asiende msikitini isiyokuwa kwa uhuru maalum na kwa kanuni na misingi aliyoiweka, seusi kwenda kwenye masuala ya kazi na masuala mengine. Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi husna wa sifatihi ulya an yuwaffiqana jami'an bima yuhibbu wa yarda. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wal jami'il muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin wa tubu ilayhi innahu